Tunamshukuru Mungu kwamba tumefanya maandalizi yote kwa ajili ya timu yetu ya taifa kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania TFF. Hivi ninavyozungumza timu ya taifa iko Misri, inaendelea na kambi ya mwisho kuelekea kwenye mashindano yatakayofanyika Morocco, na matarajio ni kwamba itaondoka tarehe 18 Alhamisi kutoka Misri kwenda Morocco, ambako mchezo wa kwanza baada ya ufunguzi wa tarehe 21 wa AFCON 2025 Morocco, mchezo wa kwanza utakuwa tarehe 23 kwa timu ya taifa ya Tanzania kucheza na timu ya taifa ya Nigeria. Na baada ya mechi ya kwanza tutakuwa na mechi ya pili tarehe 27 ambapo tunacheza na timu ya taifa ya Uganda, lakini tarehe 30 tutakuwa na mechi ya tatu, tunakwenda kucheza na timu ya taifa ya Tunisia. Matarajio yetu ni kwamba safari hii tutavunja rekodi iliyopita ambapo tulipata pointi moja. Safari hii pengine tutavuka zaidi, tupate pointi zaidi, na inshallah pengine tutavuka kwenye hatua hii ya makundi, tuende kwenye hatua inayofuata, tufanye mambo mazuri zaidi. Taarifa tulizozipata kutoka kwenye kambi ni kwamba timu iko vizuri chini ya mwalimu Gamondi. Wanafanya vizuri, na serikali kwa kushirikiana na TFF tumehakikisha tunatoa kila kitu ambacho wachezaji wanahitaji. Tunawahamasisha kuwa na morali. Kwa upande wa serikali pia tunatarajia kuwa na ujumbe ambao utaongozwa na kiongozi, na nadhani taarifa hii itatolewa kesho kutwa kwa ajili ya kuongoza Watanzania kwenda Morocco kwa ajili ya kwenda kuishangilia timu yetu na kushuhudia AFCON 2025, kwa sababu AFCON hii safari hii itakuwa ni ya mwisho kabla ya sisi kuwa wenyeji, sisi pamoja na Kenya na Uganda. Kwa ni mashindano muhimu ambayo ni vizuri twende tukayaone, sio tu sisi serikali, lakini pia tumealika wadau mbalimbali. Ofisi ya Rais TAMISEMI tumewaalika viongozi katika manispaa zote ambazo mashindano ya AFCON ya 2027 yatafanyika, kwa maana ya Dar es Salaam, manispaa za Dar es Salaam, lakini pia tumealika viongozi kutoka jiji la Arusha, tumealika pia viongozi kutoka jiji la Dodoma, waende wakajifunze namna ambavyo wenzetu wanasimamia mashindano, fursa mbalimbali namna gani tunazikamata, watanufaikaji wao kama halmashauri, jinsi ya kukusanya mapato na kutumia fursa mbalimbali. Unajua, unapokwenda kwenye mashindano unajifunza ili wewe ukija uje unufaike. Haya mashindano sio kuingia tu uwanjani. Mashindano haya yana vitu vingi ambavyo vinajumuisha. Kwa tungependa wawakilishi kutoka katika miji yote ambako mashindano 2027 yatafanyika, kutoka sekta zote, iwe biashara, iwe utalii, iwe ulinzi na usalama, iwe masuala ya huduma ndogo ndogo, usafiri, wote waende wakajifunze, na wanakaribishwa waende wakajifunze. Lakini zaidi hapo tunashukuru kwamba wako wadau wamejitokeza. Kampuni ya Blueberry wamejitokeza kuandaa safari za watu wanaotaka kwenda Morocco. Natoa wito kwa Watanzania wanaotaka kwenda kushuhudia mashindano haya, waende kampuni ya Blueberry. Wameandaa vifurushi maalum kwa ajili ya watu wanaotaka kwenda kulipia. Kuna nafuu kubwa sana, utapewa usafiri, utapewa hoteli, utapewa na huduma za kwenda kushuhudia mechi kulingana na utakavyotaka. Ukitaka mashindano yote, ukitaka mechi mbili, ukitaka moja, ukitaka ngapi, wanatoa. Na ni vizuri Watanzania wengi twende kwa wingi, licha kushangilia timu lakini tukapate uzoefu. Goli la mama lipo. Tunatoa goli la mama kwa kila goli watakaloshinda, lakini lazima pia kutakuwa na zawadi kwa timu ya taifa yetu ya Tanzania, Taifa Stars, itakapokuwa imeshiriki kwenye mashindano haya. Sasa mengine Mheshimiwa Waziri au Naibu Waziri kesho kutwa atakapozungumza na waandishi wa habari atayasema yote kwa uwazi, lakini zawadi lazima zitakuwepo. Hatuwezi kuacha vijana wetu waende wakapambane huko alafu Mheshimiwa Rais akawaacha mikono mitupu. Zawadi zao lazima zipo.